Naitwa Peter Charles Mwanjira, natoka mkoa wa Dodoma, kijiji cha Chibelela. Mimi nimeokoka na nampenda Yesu. Nimeokoka kwenye madhabahu ya Joy Assemblies of God, sauti ya uponyaji, chini ya Pastor Norman. Niko hapa kuelezea story ya maisha yangu, ambapo nilipopitia changamoto ambazo nimepitia ambazo mpaka nimefikia hapa kwenye wokovu. Mimi nilikuwa natumikia kwenye chama cha Freemason ambacho kinaitwa Illuminati namba 7. Nilianza rasmi kufanya kazi mwaka 2013. Sehemu niliyoanzia kuchukuliwa ilikuwa ni Ukonga, sehemu moja inaitwa Mazizini. Siku ya kwanza kuna siku tulikuwa tunaishi na mwenzangu mmoja. Hiyo siku yeye ndugu yangu akwenda kazini. Tulikuwa tunafanya kazi za machinjioni, kazi za nyama. Hiyo siku nilimwazima ndugu yangu kisu kwamba aniazime kwa ajili ya kwenda kufanyia kazi. Yeye ndugu yangu alikubali, lakini alinipa msisitizo sana kuwa hicho kisu niwe makini nacho sana, nikilinde kisikapotea, maana yake ndio anachokitegemea. Basi baada ya hapo alikabidhi kile kisu, kaondoka nacho kuelekea machinjioni. Kufika pale machinjioni, nikawa nimeingia kwenye chumba cha kubadilishia nguo. Baada ya hapo nilimaliza kubadilisha nguo, nikawa nimeingia machinjioni kwa ajili ya kwenda kufanya kazi. Nilipomaliza kukusanya mzigo wa nyama, waga tuna kawaida ya kupanga kwenye meza, waga kuna meza maalum za kupanga hizo nyama. Kwa hiyo nilipomaliza kuweka ule mzigo pale, nikachukua kisu changu nikakiweka pale juu ya meza kwa ajili ya kuanza kutengeneza zile nyama. Lakini ghafla alinijia rafiki yangu mmoja, akawa ananiongelesha. Basi kaanza kupiga naye story kwa muda mfupi. Baadaye nilipomaliza kupiga story, nilipogeuka kuchukua kile kisu ili nianze kufanya ile kazi, ghafla nakuta kile kisu kimepotea. Basi nikawa naulizia majirani pale, nikajua labda huenda kuna mtu amechukua, labda ananitania. Lakini kadri nilikuwa naulizia wale majirani zangu, kila mmoja alikuwa ananijibu kwamba hajakiona. Basi kama kuchukua jukumu la kuazima kisu kingine kwa mtu mwingine kwa ajili ya kufanyia majukumu ya kazi. Nilipomaliza, ilifika asubuhi, kawa nimerejea nyumbani. Fika pale nikamkuta ndugu yangu, nilimsalimia vizuri, lakini swali la kwanza leo aliniuliza kisu chake, kwamba kisu changu kiko wapi, mbona hujarudi nacho? Nikamwambia usijali, kile kisu nimekihifadhi machinjioni, kiko sehemu salama. Kwa hiyo niliamua kufanya vile kumdanganya ili kuepusha makelele. Basi baada ya hapo kaniambia, basi kama kweli kisu kiko machinjioni, basi hakikisha baadaye kisu changu nipatie. Kaambia sawa, haina shida. Basi masaa yalienda, hatimaye muda wa kazi kawa umefika. Kutoka hapo kaelekea machinjioni, lakini mimi nilitangulia kutoka pale nyumbani, yeye nikamwacha nyumbani. Nilipofika pale machinjioni, nilipomaliza kubadilisha nguo za kazi, niingia ndani. Sasa nikawa natafakari kwamba kile kisu nitakipataje, maana huyu mtu akija sijui nitamjibu nini, wakati tayari nishamwaminisha kwamba kisu kiko machinjioni. Basi wakati naendelea kutafakari, ghafla kuna mtu akawa amenigusa bega. Nilipogeuka nimtazame huyu mtu ni nani ananigusa bega, ya ajabu kaja kukutana na mtu mmoja ambaye alikuwa ni mweusi sana, alafu kavaa nguo nyeusi, juu kafunika sura yake na kofia. Yule mtu alinyoshia kidole tu, hakutamka kitu chochote, alishia kuninyoshia kidole tu. Baada ya hapo mtu alipotea, mazingira ya kutatanisha. Basi kawa nimerudi nyumbani. Asubuhi ile mtu naye akarudi, ambaye aliniazima kisu. Cha ajabu mtu hakuniuliza tena kuhusu swala la kisu, alinyamaza kabisa, hakuniuliza. Sikawa najifikiria kwamba huyu mtu kasamehe ama na maana gani kukaa. Basi ilipofika muda wa kazi usiku hiyo siku, sababu mbona mimi siwezi kwenda leo kazini, sisikii vizuri. Lengo langu nikawa natafakari kwamba ni kitu gani ambacho kilimtokea. Nikawa na hofu, ile mwenzangu akawa ametoka. Nikafunga mlango kwa ndani. Wakati najiandaa kulala, mlango ukafunguka ghafla na kujifunga. Nikashtuka kwamba ni kitu gani kimefungua mlango, ama ni upepo umepuliza ule mlango. Wakati natafakari kitu gani kimefungua mlango na kufunga, naangalia pembeni, nikawa nimemwona yule mtu ambaye alitokea machinjioni, ambaye alinyoshia kidole, akiwa amekaa kwenye kiti
kwenye mkono wake ameshika mbuzi wa rangi nyeusi. Mimi kanisada hii ni ndoto ama ni macho tu yenyewe hayaoni vizuri, lakini kila time nikijiweka vizuri nakuwa namuona mtu kweli. Akaenda kumtafakari, ghafla tena mlango ukafunguka kwa mara ya pili na kujifunga. Ndipo akawa ameingia watu wasiopungua kama 7 wakiwa wamevaa mavazi ya rangi nyeusi. Walipokuja kusunguka kile kitanda, hadi kufika kile kitanda, wale watu wakawasha mishumaa yao, wakawa wafanya ibada zao. Baada hapo kikaletwa kisu maalum kabidhiwa, nikaamuru kwamba nimchinje yule mbuzi. Baada ya kufanya vile, kikaja chombo maalum, wakawa wamekinga ile damu. Baada hapo tukaondoka, tulipotea ghafla, tukaelekea sehemu moja ni mlimani sana. Hiyo sehemu kuna hekalu ambalo lipo juu ya ule mlima. Basi tukawa tumeingia ndani. Kufika ndani tukakuta watu wanafanya ibada zao, kwa sababu mimi nilikuwa ndo mara ya kwanza kuingia, nikawa sijui kwamba hawa watu wanafanya kitu gani. Nikaamua kuwauliza wale watu ambao nimeenda nao pale kwamba hawa watu wanafanya kitu gani. Mmoja wao akanijibu kwamba hawa watu wanafanya ibada. Basi baada ya kumaliza ibada, alikuja kiongozi ambaye alienda kuketi pale mbele ya ile hekalu. Kuna kitu ambacho kimewekwa pale. Alipokuja yule mtu, alitoa salamu yake ile ya kunja vidole viwili, akanyosha mkono juu. Wale wengine wakaitikia vile vile kama alivyofanya. Baada ya hapo, yule kiongozi alitoa kauli moja, akasema kwamba leo hii tuna ugeni, kwa hiyo tunaomba huyo mtu asimame ili aweze kujitambulisha. Kweli nilisimama, wote wakaniona. Baada ya hapo, yule mtu alipiga kifua chake akacheka kwa sauti sana. Baada hapo akanyanyuka. Kwenye mkono wake wa kushoto, kwenye kiti aliyokuwa amekaa, mkono wake wa kushoto kwa kuna chumba maalum ambacho kwa kimewekwa. Yule mtu alienda akaniambia kwamba nimfuate. Kweli akanyanyuka akamfuata yule mtu. Yule mtu alienda akafungua kile chumba, tukawa tumeingia ndani. Kuingia ndani, yule mtu akaniamuru nikae chini. Kwenye kile chumba kulikuwa kuna maiti ambayo ilikuwa imewekwa, imefunikwa sanda nyeupe. Yule mtu kama hapo nikabidhi kisu tena kama nikabidhi ile mara ya kwanza. Aliponipa kile kisu, akaamuru nimchinje yule mtu. Sasa wakati najiandaa kumchinja, nikawa natafakari kwamba huyu mtu ni nani ambaye ananiambia nimchinje, na mtu mwenyewe simjui, nitamchinja mtu ambaye simjui. Basi wakati naendelea kutafakari, ujasiri ukanivaa, nikaamua kufunua ile sanda. Baada ya kufunua ile sanda, ajabu, moyo wangu ulishtuka kuja kuona ile sura nilikuwa ni ya mama yangu mzazi. Nistaajabu sana kwamba mama yangu aliwezaje kufika mahali hapa, nikafikaje hapa. Nijiuliza maswali mengi sana kwa muda huo ambayo yalikosa majibu yake. Lakini baadaye kuna sauti ambayo ilinijia, kuna roho ambayo ikawa inaniambia kwamba hapana, huyu sio mama yako, bali hawa watu wamefanana. Duniani nikumbuka ni wawili, basi huenda hawa watu wamefanana, maana mama yako hawezi kufika huko, atafikaje huko? Asile sauti ikaniaminisha kwamba kweli yule sio mama yangu, huenda wamefanana. Lakini nikiangalia sura ni mama yangu kabisa. Wakati najiandaa sasa kufanya tukio la kumchinja, ghafla nguvu ziliniishia, nikajikuta kile kisu kinadondoka chini. Baada ya kile kisu kudondoka chini, yule mtu akaniamuru, chukua kisu mchinje mtu haraka sana iwezekanavyo. Na mimi nikamwambia kumwambia hapana, siwezi kumchinja huyo mtu. Basi yule kiongozi akaniambia ninyanyuke. Tukawa tumetoka nje, akaniambia kama umeshindwa kumchinja basi takiwa ukachimbe kaburi. Basi nikatoka nje nikaenda kuchimba kaburi kama alivyoniamuru yeye mwenyewe. Baada ya hapo nikarudi ndani, tayari nishamaliza kuchimba kaburi. Yule mtu akaamuru wale vijana wake ama wale pepo wengine wakaubebe ule mwili kwa ajili ya kwenda kuuzika. Lakini wao walipoingia kule ndani kunyanyua ule mwili, wakashindwa kunyanyua, wake mwili kwa haubebeki kabisa, ni mzito. Wale watu wakarudi kwa ile kiongozi kwamba kiongozi, tumeshindwa kubeba ule mwili, umekuwa mzito kabisa, tumeshindwa kubeba. Akaambia sawa, sasa inatakiwa muende mkalete udongo kule kijijini kwao,
maeneo ya pale nyumbani kwao. Baada ya hapo, yule kiongozi akanipatia fimbo, akanipatia na pete pamoja na mavazi maalum ambayo yanavaliwa kwenye ile hekalu ama kwenye kile kikundi. Yule mtu akanipa maelekezo kwamba hiyo fimbo itakuwa inakuongoza, itakuwa inakupa signal popote pale unapoenda, na hiyo pete itakuwa ni mawasiliano baina yangu mimi na utakuwa unaongea mimi kupitia hiyo pete. Basi kutoka hapo tukawa tunasafiri kuja huko duniani. Kwenda kufanya ilikuwa kwenda kudondosha kanisa ama kuua kanisa. Na kanisa moja hivi ambalo nilielekezwa kwenda pale kwenda kuliua. Na kweli kufika pale ile kanisa nilikuta ni kanisa ambalo halina nguvu. Kwa ni kanisa la kawaida sana. Nilichokifanya pale nilipoangalia kwamba ile kanisa halina nguvu, niliposoma mchungaji alivyo na waumini wake, kawa hamna nguvu kabisa yote ya kunizuia mimi kudondosha lile kanisa. Baada ya hapo nilichofanya, nakumbuka ilikuwa ni siku ya ibada. Nilichofanya ni kwamba nilivaa sura ya mtu ambayo tulimpeleka pale kanisani, kaingiza pale kanisani, kaenda kukaa mbele kabisa ya waumini. Nilipokaa pale, ile mchungaji alisimama akaanza kufanya maombi. Alipoanza kufanya maombi, yule pepo alidondoka. Baada ya kudondoka, yule mchungaji akawa anakemea. Sasa wale wasaidizi wake walipokuwa wanaombea, baadaye mchungaji akasema ngoja niende nikaongeze nguvu ya kumkemea huyu pepo, ambayo ilikuwa ni target yetu, kwamba sisi tulikuwa tunaweka target kwamba ashuke ili tuweze kuja kumchukua. Na kweli alipofika pale akaanza kukemea yule pepo. Tulichokifanya ambacho tukafanya kwamba sisi tuweze kumchukua ni kwamba tuliomba nafasi ya kuzungumza naye wakati yeye anaendelea kuomba. Na kwamba nataka niwaambie kitu kimoja, ndugu watazamaji, kwamba ukiwa unamkemea pepo utakiwa kumpa nafasi ya kumsikiliza. Maana ukimpa nafasi ya kumsikiliza ni tayari kwamba utakuwa umeshamtii pepo baada ya Mungu. Ndio maana nakwambia siku zote utakiwa kumsikiliza, hata kama akiomba nafasi ya kujieleza vipi, utakiwa kumsikiliza pepo. Maana kitendo cha kumsikiliza tu hata sekunde moja, basi ushampa nafasi ya yeye kuharibu pale. Basi tulipoomba nafasi ya kujieleza kwamba sisi tumetoka wapi na kwa nini tumemwingia huyu mtu, tunahitaji nini, tumetumwa na nini, alipokatisha yale maombi na kuanza kutuhoji, pale tukatumia nafasi ya kumchukua. Tulipomchukua kwamba tuliweka kimvuli, maana kuna pepo ambaye alibaki pale, ambaye alivaa ule mwili wa yule mchungaji, ambaye matendo ambayo alikuwa anafanya yule mchungaji ndio ile pepo ambayo akawa anayafanya yale. Yule mtu tukampa option mbili, ya kwamba tukunyanyulie kanisa, aidha tuvunje kanisa. Lakini yule mtumishi cha ajabu akaniambia option nayo chagua mimi ni kuninyanyulia kanisa. Nakumbuka kazi ya kwanza tuliyofanya kunyanyua kanisa, yule mtu tulimpatia pepo, ambaye pepo yeye alikuwa anakaa kwenye pembe ya kanisa. Sasa yaani ni kanisa ambalo kwa masikio ya kawaida ni anaongea neno la Mungu, anahubiri neno la Mungu, lakini anakuwa anamwabudu shetani. Kwa hiyo kuna pepo ambaye tulimpatia akawa amekaa pembeni. Yule pepo akawa anampa muongozo, yani signal, kwamba kwa mfano anaweza akawa amesimama kwenye madhabahu. Yule pepo akampa taarifa kwamba waambie kuna mtu ana shida ya uzazi, yupo mahali hapa. Kwa hiyo kauli ambayo ataitumia ile mchungaji kwamba atasema Bwana kaniambia ama Bwana kanionyesha kuwa kuna mtu ana shida ya uzazi hapa, leo hii atafunguliwa kwa jina la Mungu. Lakini tayari kuna sigla ambayo inakuwa imeshatoka kwa yule pepo. Basi na watu wa kwanza ambao tunakuwa tunamwinulia ni pepo ambao wanaenda kukaa kwenye ile ibada. Baada ya hapo tunachokifanya kwamba ukifika wakati wa kuomba, kuna roho ambazo tunakuwa tunazipandikiza kwa waumini.
kwamba kuna leo tutakuwa tunawatupia kwa muda, kwamba ile mchungaji akianza kuomba wale pepo wanakuwa wanadondoka na piga kelele, si kwamba wanaungua. Maana yake nguvu ya mchungaji na wale pepo inakuwa ni kitu kimoja. Kwa hiyo inakuwa kuna mawasiliano, kwa hiyo hakuna kitu chochote ambacho kitazulika, ambao watazulika wale pepo. Ni kwamba tunachotumia ni kuwazuga watu kwamba tunapiga makelele kwamba tunaungua, tunatoka, lakini sisi tunakuwa tunajua ni nini tunakifanya. Kwa hiyo tunakuwa tunatumia mbinu hizo. Kwa hiyo baada hapo, hiyo siku kweli tukarusha zile roho kwa waumini, tukawarushia yale roho chafu za wale mapepo. Ndiye mchungaji akasimama akaanza kukemea. Baada ya muda wale pepo wakapiga kelele, wakatii, wakaondoka. Basi watu kuona vile wakawa wanaambizana ya kwamba lile kanisa kuna uponyaji, kwenye ile kanisa watu wanapona, kuenda na mapepo unafunguliwa, kuenda na magonjwa unaponywa. Ndio njia ambayo tulikuwa tunaitumia. Hiyo ndio kazi yangu ya pili ambayo nilianza kuifanya. Baada ya kufanikiwa kufanya vile, nikawa nimerudi kule kwa yule mkuu. Baada hapo nilipewa option ya kwamba pale ulipokuwa unaishi unatakiwa uhame, uende ukapange sehemu nyingine. Basi mimi nikawa nimerudi nyumbani. Manake huko duniani kinachofanyika sio kwamba natoweka moja kwa moja napotea, hapana. Duniani huko anabaki pepo ambaye anavaa mwili wangu, kwamba yale matukio ambayo nayapenda kuyafanya mimi, yaani kama unakuwa mlevi, unakuwa mzinzi, unakuwa unafanya vitu vya ajabu, na ile pepo inakuwa inafanya tabia zile zile, lakini anavaa mwili wako, lakini wewe mwenyewe mhusika unakuwa haupo, unakuwa uko kuzima. Kwa hiyo niliporudi pale duniani huku, alinijia pepo, akanitengenezea kama TV fulani, ikawaonyesha nyumba ambayo natakiwa kwenda kuishi. Akaniambia hii nyumba unatakiwa uende ukaishi, ndio itakuwa ni sahihi kwako. Akaniambia sawa, nitaenda pale, lakini nitalipia nini kodi? Sina hela. Akaniambia kuhusu swala hela usijali. Akanivutia picha moja ya duka, ndio unaona hili duka, itakuwa uende moja kwa moja mpaka kwenye hili duka. Ukifika pale ukikuta muuzaji, mwambie nimekuja kufuata mzigo ulioachwa. Basi ile pepo aliondoka. Nilipotoka pale aenda moja kwa moja kwenye ile duka. Fika pale nikamsalimia yule mtu. Kabla sijatoa maelezo akanambia, bila shaka wewe ndio Peter. Akamwambia unatambuaje jina langu? Akamwambia kuna mzigo wako hapa, nimetoa maelekezo kwamba unakuja kuchukua. Sawa. Yule mtu akanipa hela, alinipatia shilingi 500,000. Baada hapo nilitoka nikaelekea kwenye ile nyumba ambayo nimeelekezwa. Kufika pale nilimkuta mama kakaa nje. Nikamsalimia yule mama. Baada ya kumsalimia nikamwambia, "Samahani mama, nina shida na mwenye nyumba." Akanambia, "Bila shaka wewe ndio Peter?" Akamwambia, "Ndio, ndo mimi. Ila umenijuaje?" Akamwambia, "Ujio wako mimi tayari kwa nimeshaujua, na chumba chako ambacho tutatakiwa kuishi ni kile pale, na unatakiwa utoe shilingi 90,000 tu ya kodi. Ila sharti langu la huko ndani, hutakiwi kuleta rafiki wa aina yoyote yule, wala hutakiwi kuwasha taa yote ile ambayo hizi za chemli zaidi ya tochi tu ya simu." Basi nilifanya vile, nikampa ile hela. Baada ya ile pepo alinitokea, akanambia hiyo hela iliyobaki usiitumie kwa kitu chochote kile, natakiwa uiweke chini ya godoro ndani ya siku 7. Kae chini ya godoro. Baada hapo nitakuja kukuelekeza matumizi yake ama cha kufanya. Kweli nilifanya vile, ile hela nikaiweka. Siku 7 zilipotimia, ile pepo alikuja akanambia, "Sasa hiyo hela itoe." Chukua ile hela, kanambia, "Sasa hiyo hela natakiwa ifanyie biashara." Unajua bwana, pepo huwa na biashara moja za ajabu sana, za kawaida ambazo unaweza ukazidharau kwa hali ya kawaida, uweze kuzifanya. Biashara ya ajabu tu. Akaniambia natakiwa kanunue madumu yasiyopungua 30. Baada ya hapo yalete hapa. Kwa nilifanya vile, chukua ile hela 410. Kaenda kununua madumu 30, kaweka pale nyumbani. Baada ya pepo alikuja, ananiambia haya madumu nitakao uyasafirishe
kesho yaondoke yaende kijijini. Kaambia sawa. Siku iliyofika nikafanya maandalizi, nikatoka nje kwenda barabarani kutafuta usafiri kwa ajili ya kubeba madumu kuelekea stendi ya mkoa. Cha ajabu, kufika pale barabarani ilikuja gari moja ikasimama. Ile mtu alinisalimia, akaniambia, "Samahani bwana, ndugu yako kwa kuchelewa. Nitawahi kabeba mzigo wako, nimeachiwa. Nilipewa maelekezo kuanzia jana kwamba nilikuwa nibebe mzigo wako subiri upeleke stendi." Akapewa maagizo na nani? Akaniambia, "Kuna mtu anipa maagizo. Kwa hiyo tusichelewe. Gari na kusubiri kule stendi, nataka kuondoka. Tufanye haka tushachelewa." Basi sikutaka nimhoji sana yule mtu. Kutoka pale tukapakia yale madumu moja moja mpaka stendi ya mkoa. Fika pale alikuja agent mmoja. Akaniambia, "Dodoma. Basi shusha mzigo wako tupakie huko." Mimi nikajua ni agent toa pale wa kawaida. Sasa tena kama agent anachukua madumu anayapanga, baadaye ananiambia siti yako ni 03. 03. Nauli bei gani tujielewana, hata nauli unanipa siti. Nikamwambia yani tayari ushalipiwa kila kitu. Ulikuwa booking kuanzia jana. Kwa hivyo tulikuwa tunakusubiri wewe tu tuweze kutoka. Maana kwa tunaangalia gari tayari ishajaa. Naona pepo alipokuwa na vitu vya ajabu sana. Basi safari ilianza. Fika pale Morogoro, kashuka. Kama ilipokuwa taratibu za mabasi, lazima zifike pale, basi yaingie hotelini, watu waweze kula, kusaidia na kadhalika. Nilipofika pale Morogoro tukashuka, tuteremka wote. Kaenda kusaidia haja ndogo. Wakati natoka sasa naelekea kwenye basi, akaja mhudumu mmoja, akanisalimia, "Habari kaka?" Nikamwambia, "Salama." "Bila shaka wewe unaitwa Peter?" Nikamwambia, "Ndo mimi." "Unijuaje?" Nikamwambia, "Wewe sio mgeni kwangu. Nakujua vizuri. Chakula chako kipo tayari." Maana uliwekewa booking ya chakula kuanzia jana. Kwamba leo kuna mtu atakuja kuchukua chakula hapa, ipo safari. Kwa hiyo chakula chako kiko tayari, unaweza kuchukua ili uweze kula. Kaambia, "Huyo mtu namjua aliyeniwekea oda ya chakula?" Kaambia, "Usiwe na wasiwasi, ushalipiwa kila kitu. Wewe chukua chakula tu wewe." Basi chukua kile chakula, nikaenda kala kile chakula. Na ndo siku ambayo nikawekewa rasmi muhuri, ambayo niliwekewa kidole cha mtu. Basi matukio mengi ambayo nimeyafanya, nimeweza kuharibu vizazi vya watu, nimeua watoto wengi sana, maana tulikuwa tunaharibu mimba. Kwa hiyo tumetoa mimba changa, tumeharibu sana. Na kazi iliyofuata nyingine ambayo nilipewa oda ya kwenda kuifanya, ilikuwa kuna kanisa moja ambalo lipo mkoa fulani hivi. Hilo kanisa niliambiwa niende nikalisambaratishe, na yake nalo pia ilikuwa ni kanisa ambalo lilikuwa linatusumbua sana. Baada ya kufika pale kwenye ile kanisa, nilipewa sigino na ile fimbo, nikazungumza nayo kwamba hapo unaweza kuingia, hamna nguvu yoyote ambayo inakuzuia. Nilipofika pale niliingia ndani ile ibada, lakini kitendo cha kwenda kumfikia mtumishi ilikuwa ni kazi kubwa sana. Kilichofanya mimi nimfikie yule mtumishi na kwenda kumchukua ni kupitia wanakwaya wake ambao walikaribishwa kwenda kuimba kwa wakati huo. Kwa hiyo nilichukua uzoefu wa wanakwaya, kwa sababu ndani ya wale wanakwaya kulikuwa kuna mmoja wao ambayo alikuwa amefanya uzinzi, ama alitoka na mtu mwingine, alitenda dhambi usiku ya kufanya huo uzinzi. Kwa hiyo mwanakwaya kama endapo akifanya hivyo
akipanda kwenye madhabahu kuna nguvu ambayo huaga inapungua. Baada ya kufanya vile, na ndio maana kwa sisi mapepo ambao tulikuwa tunafanya zile kazi, muhimili mkubwa sana wa kanisa ilikuwa ni kwaya. Kwa hiyo nilivyoona vile kwamba huyo mwanakwaya ana udhaifu huo, nikatumia ule udhaifu wa kwenda kupiga yule mchungaji. Kifanikiwa kuua lile kanisa, na mpaka sasa lile kanisa kweli halipo, limepotea, na ile mtumishi ninavyoongea na mpaka leo hii yupo, hana huduma yoyote, na ni mtu mmoja ambaye ni mlevi pindukia mpaka sasa hivi. Baada ya hapo, oda niliyopewa ilikuwa ya kwenda kummaliza mamangu kwa mara nyingine. Ndio mwanzo wa mimi kuja kuokolewa, baada ya kukataa ile oda na kukataa kwenda kumuua mama. Hiyo siku watu walinipa oda ya kwenda kumuua mama. Baada ya hapo niligoma kwenda kumuua mama. Nyuka asubuhi nikawa natafuta kanisa kwa ajili ya kupata uponyaji ama wokovu. Nilizunguka makanisa mengi sana, lakini kila nikiingia kanisa hili naambiwa halina nguvu. Kila nikiingia hapa najua kanisa halina nguvu. Sasa wakati narudi nyumbani, nipo njiani, kwa nimekutana na mtumishi mmoja anaitwa Pastor Fildo. Ile mtumishi nilimsalimia. Baada ya kumsalimia nikajikuta naanza kuvutwa na yeye kwenda kanisani kwake. Kweli, lakini tulipofika hapa, wale jamaa wakasoma pia udhaifu wa hapa. Waliposoma udhaifu wa hapa, wakaona hamna nguvu ya kutuzuia. Yule pastor ananiambia kuna seminar unatakiwa uje uhudhurie. Nilimjibu sawa, lakini ngoja nikatafute hela ya kula kwanza nitarudi. Baada ya hapo kufika nyumbani, ilikuwa kama saa 7. Ilipofika saa 8 sasa najiandaa kurudi huku. Nikiwa njiani nikapigiwa simu ya ghafla. Sasa wale pepo wakaanza kutengeneza move sasa ya kunichelewesha kuja huku kanisani. Nikapewa kazi ya milioni 1. Kaambiwa nitafute trunk la wanafunzi la kubebea vitabu. Nitapewa shilingi milioni 1. Sasa nikawa najiuliza, niende kanisani niache milioni 1? Hapana. Sasa kuna roho ambayo ilinijia nikanambia kwamba unajua ni mzigo gani ambao unaenda kubebwa? Yaani utafute trunk la shilingi 30,000 ukapewe milioni 1? Hapana. Kutoka pale kaja kanisani hapa. Nilipokuja kanisani hapa, kaja mtumishi wa Mungu ambaye kulikuwa kuna seminar siku hiyo. Kaja mtumishi wa Mungu ambaye alikuwa anaongoza hiyo seminar. Alipokuja huyo mtumishi anaitwa Pastor Norman. Sasa ile mtumishi alipokuja akaanza kutoa ile seminar. Sasa yale maneno ambayo akawa anatoa kuhusu wale pepo ni kama akawa anagusa sasa zile kazi zetu na sehemu zetu. Wale watu wakawa wamekasirika, wakaja sasa hapa kanisani, wakazunguka lile kanisa, na wengine sasa wakanivaa mimi. Tukawa tunatafuta signal ama tunatafuta mtego wa ile pastor kushuka kuja chini tuweze kumshambulia, lakini kila tukimvuta aje anaishia tu kwenye madhabahu, anarudi nyuma. Anashuka kwenye madhabahu ndogo, anarudi juu. Kila tukimwekea target aje, anashindwa. Kacheza mchezo kwamba ile pepo mmoja anivae afu adondoke, ili sasa tumvute aweze kuja kuniombea na kunigusa, maana lengo lake ashuke tu, maana alikuwa analindwa na madhabahu. Baada ya hivyo kweli kila kutumia target yeye kushuka aje aguse pale afanye maombi, lakini ikawa ni ngumu yeye kushuka.
Alichokifanya tu aliishia kukaa kwenye kiti. Baada ya kuona mimi nimedondoka, akaachia watumishi wengine wa Mungu, akaendelea kufanya maombi. Basi wale wachungaji walipambana na maombi. Namshukuru Mungu kweli, madhabahu ni kubwa sana, na madhabahu inaponya, ina nguvu kweli, na imesimama kweli. Alifanikiwa, akawa ametoa wale pepo, akawa wameshindwa, wameondoka. Baada ya hapo akawa naendelea na ibada, lakini nikawa nimepewa oda nyingine tena ya kuja kupiga hili kanisa. Baada ya hao pepo kutoka, ni kama walifanya kuzuga tu, lakini kawa kaniambia kwamba target yetu sisi ni yule Pastor Norman, na yake tayari katoa siri zetu, baadhi ya siri zingine ambazo tunazifanya sisi kisha zitoa. Kwa hiyo target yetu sisi tummalize yule. Maana sasa yeye ndo akawa kizuizi cha hili madhabahu ya ile kanisa. Ndo akawa sasa adui namba 1 kwetu. Alikuwa ni yeye. Basi pewa ile oda ya kuja kupiga hili kanisa, lakini kila tukipanga mbinu, kila nikiweka mipango ya kuja kupiga kanisa, nakuwa nashindwa, kwa sababu nguvu ya yule pastor ambaye alikuwa anatoa semina ilikuwa ni kubwa sana. Kwa hiyo kila mbinu ambayo tulikuwa tunaifanya, yeye tayari alikuwa ameshaijua. Kila tukipanga mbinu ya kwenda kudondosha pale, tayari mwenzetu anakuwa ameshaitambua. Mbinu ambayo tulipanga nyingine, niliandika mashtaka kwenye karatasi. Baada ya kwenda kumkabidhi lengo langu kwamba lengo letu kwamba afungue ile kanisa na ile karatasi, mange angeifungua ile karatasi angeisha pale pale. Lakini alichokifanya, alipokea karatasi, kuiviringisha, akaitupa. Kwa hiyo ninamshukuru sana Pastor Norman. Yeye amekuwa ni chanzo cha mimi kuokoka na kunitoa kule nilikotoka. Kwa hiyo pia naishukuru sana madhabahu ya Enjoy Assemblies of God, sauti ya uponyaji. Imenisaidia mimi kutoka kule nilikokuwa. Nimetumikia kule kazi za kipepo kwa muda mrefu sana, ndani ya miaka 13 nikiwa nimetumikia kile chama. Ni matukio ya ajabu mengi sana ambayo nimeyafanya. Nimeua makanisa, nimeua watu, tengeneza ajali. Maana mpaka mimi kutoka kule, ajali nilizozisababisha hazipungui ajali 150 ambazo nimezifanya. Na hospitalini nimeua viumbe wengi sana, ikipelekea na mimi mwanangu wa kwanza nilifanya vile, ambayo mimi nilipewa maagizo ya kwamba nimzike ndani ya chumba ambacho ninacholala mimi. Pia nimepiga sana kwenye mashule, kanisa nimeyapiga sana. Matukio mengi sana ambayo nimefanya, nimeua watu wengi sana, lakini kwa sasa nimeokoka, nampenda Mungu na namtumikia Mungu. Kwa hiyo madhabahu hii kweli ni madhabahu kubwa sana, inaokoa na inasaidia sana. Kwa hiyo ndugu watazamaji na wasikilizaji ambao mnanisikiliza, karibuni sana kwenye hii madhabahu yetu. Tupo Kimara, maeneo ya Bulula. Ni madhabahu ambayo inaponya sana. Mungu yupo, anatenda miujiza. Mimi huko nilikotoka kweli sikutegemea kwamba ipo siku nitarudi huku na nitaendelea na majukumu yangu mengine ya kawaida. Manake ni uovu mkubwa sana ambao nimeufanya, ni matukio mengi sana ambayo nimeyafanya, ni watu wengi sana ambao nimewaua, wengi sana, wengine ni watu wangu wa karibu sana ambao nimewasababisha wao kupotea. Na uuaji ambao tulikuwa tunafanya ni kwamba tunamchukua mtu, ule mwili anakuwa anauvaa pepo mwingine ambaye tunakuwa anavaa sura ya yule mtu, anaonekana kwamba
amekufa, lakini yeye anachukuliwa yeye mzima, tunaenda naye kule, kwamba tukianza kumuua ni kwamba tunamchinja akiwa anajiona, sio kwamba tunachukua maiti kama maiti. Yeye anachukuliwa yeye kama yeye. Kwa hiyo huko anakuwa anabaki tu kimvuli cha mtu ambaye ni pepo, anakaa kwa muda anavaa ule mwili. Kwa hiyo ni matukio mengi sana ambayo nimeyafanya. Kwa hiyo nitayaelezea kipindi kingine kijacho. Niwashukuru sana, Mungu awabariki, na niwakaribishe kwenye kanisa letu la Sempress Sauti ya Uponyaji, na pia niwakaribishe tarehe 28 tutakuwa tuna semina ya Pastor Norman. Karibu uje ufunguliwe, uje uokolewe. Mungu awabariki sana. Tutaonana kipindi kijacho. Asanteni. Bwana Yesu asifiwe sana, watu wa Mungu. Watazamaji pia wa channel ya Mchungaji Norman TV. Nimerejea, na wakati mwingine wale ambao walikuwa nafikiri kwamba channel ilikuwa kimya sana, ni kwa sababu ya majukumu mbalimbali na kwa sababu ya semina na ratiba ambazo zilikuwa zimenibana. Lakini ushuhuda huo wa Peter ni ushuhuda ambao ni wa kweli, na huyo bado tunamlea kiroho, aendelee kuimarika kiroho. Lakini pia bado mna vipindi mbalimbali, ratiba mbalimbali. Nina ratiba tena ya semina tarehe 28 mwezi wa 6, ni semina siku 8. Nakaribisha sana, ni Dar es Salaam, hapo kwa Mchungaji Freedom. Kwa hiyo pote pale ulipo unahitaji maombi na maombezi, mimi nakupigia simu. Kama upo karibu na Dar es Salaam au unaweza kuwa unatoka mbali, wewe jiweke vizuri, unaweza ukafika kabla hiyo tarehe na tukakuombea. Katika semina hiyo wengi watafunguliwa na wengi watawekwa huru. Karibuni sana sana, na Mungu awabariki. Lakini pia hapo chini kuna vipindi ambavyo viliorozeshwa kwamba vitaendelea. Hivyo tutaendelea na hivyo vipindi. Huu shuhuda umekuja kwa sababu bado nipo kwenye semina, bado nipo kwenye huduma. Kwa hiyo nikitulia tutaendelea na hivyo vipindi vilivyoko ambavyo tumeviorozesha kwenye hivyo ratiba zilizopita, kwenye zile ratiba zilizopita kule, kwenye clip zilizopita ndizo alizungumza. Nilimpa kijana amezungumza kuhusu vipindi vijavyo. Ila huu shuhuda pia nimeruhusu ufanyike kwa sababu pia ni moja ya malengo ya channel yetu, kuwajenga, kupata mafundisho ya neno la Mungu, pia kuwajenga watu kiroho kupitia shuhuda. Biblia inasema wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo na neno lao la ushuhuda. Ushuhuda lengo ni kujenga kiroho, kutuimarisha kiimani na kututazamisha msalabani kwa Yesu Kristo, kwamba yeye anaweza kuokoa, anaweza hata kwenye mazingira magumu, mazingira gani. Kama anaweza kuwatoa wengine, hata wewe kwenye changamoto yako anaweza kukutoa akakuvusha pia. Ndio lengo la ushuhuda, kukutia nguvu, kujenga kiimani, kukufariji, kukutazamisha ukuu wa Mungu aliye juu, aliye hai, ambaye ni Yesu Kristo. Mungu abariki sana. Amen.